Sema tena kwa sauti, kila nguvu ya giza inayotembea na kunizuilia ninaikataa kwa jina la Yesu. Ninahitaji wema wako, nahitaji neema yako katika jina la Yesu. Kila moja ilo mikono yako juu, mwambie Bwana asante kwa ibada iliyopita ya lugha ya Kiingereza. Mwambie asante tena kwa hii inayokuja. Wema wako na fadhili zako ndio tunaitisha Bwana. Hatuhitaji vingine Bwana, ile tunahitaji wewe. Tunahitaji ututegemeze katika jina la Yesu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana. Sema ni wewe, wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe, ni wewe Bwana. Sema ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana. Mikono juu.
tulivyopona na kuabudu, maana unastahili. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Asubuhi ya leo tunasema neema yako yatutosha kwa kila jambo. Kila mmoja ina mikono, mwambie Bwana, neema yako inatosha. Wema wako tunaohitaji mahali hapo weze kutembea. Bwana, bariki maisha yetu Yesu Kristo, bariki biashara zetu, bariki kazi zetu Bwana. Kila mmoja mwambie Bwana aweze kutulisha baraka katika maisha yako, akunenee mema katika jina la Yesu, akuwezeshe kwa kila jambo in the name of Jesus. Wema na fadhili za Bwana weze kuonekana mahali hapa. Neema yako Bwana iweze kutunza watu wako, itunze biashara zao, itunze kazi zao na jamii zao katika jina la Yesu. Hata miili yetu Bwana uihifadhi, maana wewe ni Mungu unayehifadhi. Unalinda watu na magonjwa, unalinda watu na maafa mbalimbali. Na Bwana, tumeomba asubuhi ya leo usije ukatuachilia, tuone mkono wako, tuone utukufu wako katika jina la Yesu ninaomba nikiamini, amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri na uweze kuketi katika jina la Yesu. Bado naendelea kidogo kuzungumza juu ya attracting the favor of God. Hiyo ni somo tumekuwa tukipitia na tumeona mambo kadhaa ambavyo watu wa kale walivyo attract favor. Na the last time tuliona habari za Cornelius. Cornelius was a man from other nations. He was not a Jew, lakini aka-attract favor. Praise the Lord. Unajua unaweza ishi dunia na hauna neema ama hauna kibali, na kuna watu wako duniani na wako na kibali. Kuna vitu unaweza fanya zilete kibali katika maisha yako, na kuna zingine unaweza fanya zikukoseshe kibali katika maisha yako. Wale watoto wanakimbia huko wasuiliwe tafadhali, warudi hapa na wakae ndani. Kwa hivyo kuna mambo kadha wa kadha ambayo sisi kama wanadamu ukiifanya kuna neema inashuka. Kama sasa mtu alikuwa anaitwa Cornelius, alikuwa na vitu 3 outstanding katika maisha yake. Number 1, alikuwa naomba kila wakati, na alikuwa amemwogopa Mungu, na pia alikuwa ni mtu wa kupeana alms. Alms ni kusema alikuwa anapeana vitu vyake kwa Mungu na kwa watu. Praise the Lord. Maana katika zile vitu umepatiwa, kuna vya Mungu pale na kuna vya watu pale na kuna vyako. Praise the Lord. Hata kama ni pesa, ukienda sasa upate shilingi 50. Haleluya. Katika hiyo shilingi 50 kuna number 1 ya Mungu, number 2 kuna yako, number 3 kuna ya watu wengine. Kila wakati ujue hivyo. Hata ukipanda chakula kwa shamba lako, shamba ni lako, umepanda mwenyewe, praise the Lord, umefuna mwenyewe. Katika hiyo mafuno kuna ya Mungu, kuna yako na kuna ya watu. Hicho ni kitu ambacho Cornelio alikuwa anaelewa, na kila wakati alikuwa anaiweka kila kitu mahali ambapo kinafaa kuwekwa. Na katika hiyo hali akapata kibali. Biblia inasema hapo katika Acts 10
akiwa naomba saa 9 ya mchana. Watu wa kitambo walikuwa na lisaa la kuomba. Petro na Yohana walikuwa wanaenda hekaluni saa 9. Yaani ilikuwa desturi yao. Kila siku lazima wangespend an hour. Kwa hiyo maombi si maombi tu, maombi lazima ikuwe strategic. Sio watu tu kusema tunaombanga alafu waoni kwa maombi. Hapana, maombi inakuanga strategic. Wachana tu nao nimalize kuhubiri nichukue kiboko. Wachana nao. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You have to be strategic. Amen. In prayer. Okay? Kuna mgeni hapo kwa mlango. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maombi si kusema ati tunaombanga. Pastor tu tunaombanga tu. Hapana. They used to go to the temple every 3 p.m. Na Kornelio ndiye aonekaniwe na malaika, alikuwa naomba masaa ya saa 9. Sasa maombi number 1, lazima ukuwe na muda wa kuomba regularly. Ile frequency ya maombi, yaani umeomba leo, kesho usemi niliomba jana, sasa uache. Alafu kitu kingine ya maombi, lazima ukuwe fervent, lazima ukuwe deep. Kama ni kuworship Mungu, lazima uinue mikono yako juu, ukimwonyesha Mungu anastahili. Hiyo ni aspect number 2 ya maombi. Another thing, you need to take some time in prayer. Wakisema ilikuwa na hour of prayer, inamaanisha akiingia katika mahali pa kuomba alikuwa nakaa pale for 1 full hour. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi si kuomba tu. Number 1, lazima ikuwe deep. Lazima uende mbele za Bwana ukisononeka, kama ni dhambi zako na ungama, kama ni mambo yako na mention before God. Kama unaomba Mungu akupatie gari, auombi tu Bwana nipatie gari. Hata mkokoteni si gari. Si ndio fundi? Sasa ukienda kwa Mungu mwambie, Mungu ninahitaji gari. Amen. Hata atakuletea mkokoteni, maana ni gari ya hali yake. Kwanza itumii mafuta, lakini itakuwa ndio ulikuwa naomba. Sasa lazima mwambie Mungu, ninakuaminia gari aina fulani. Na kuaminia gari kama ni Toyota, kama ni gari aina fulani. You have to be specific in your prayers. Hiyo ndio maombi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna gari ukienda kwa hiyo gari unasikia kweli umeingia ndani ya gari. Wangapi wanajua kitu tunaongea? Ujui kitu tunaongelea? Si kuna gari unaingia unasikia kama umekalia barabara, unadunda kwa barabara. Yaani ukifika kwa pothole unasikia kama imekuja tu hapo kwa mwili wako. Hiyo sasa unaweza omba na upewe hiyo, lakini hiyo sio tamanio ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono, sema Bwana Yesu, ninaomba neema ya kuchukua muda hata katika maombi. Ninaomba neema ya kuomba in wisdom katika jina la Yesu. Kuna vitu unaomba na kuna maombi yale unaomba hapo na hapo na Mungu anajibu hapo na hapo. Na kuna ingine anakuambia ngojea nitakupatia. Unangoja miaka 2, unangoja miaka 3, unangoja miaka 10, na kuna ingine anakuambia no, hiyo kitu haiwezekani. Hata no ni jibu. Praise the Lord. Ambia mwenzako hata hapana, hiyo ni jibu. Praise the Lord. Na kuna ingine unaomba maombi ya kuimprove maisha yako. Hata kama ni kanisa,
tuombe vitu specific. Ambia Mungu, kanisani mwetu tunataka hili na hili. Bwana, lete watu, lete watendakazi, lete watu wanaojitolea, watu watakao kuwa waimbaji wa kujitolea. Jaza waimbaji kwenye kanisa lako. Hiyo ndio maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Gusa watu wako waanze kuokoka. Injili kihubiriwa, watu waanze kuokoka, wakuwe convicted. Hiyo ndio kuomba. Sasa usifike kwa nyumba ya maombi ushindo naomba ni. Ataanza kuomba, Mungu nisaidie, hata mimi nijenge nyumba yangu. Hata kama hauna plot, hauna shamba, kwenu hakuna mtu amewahi jenga, wanaishi pale kwa daki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuomba, unaanza kusurprise watu. Ati unaomba nyumba ya mawe, ati unaomba gari, na kwenu hakuna mtu amewahi endesha gari. Praise the Lord. Kama kumewahi kuwa ni baiskeli, hata kwenu hakuna kitu ya miguu nne, yaani hata hakuna ng'ombe, hata hakuna mbuzi, hakuna gari. Praise the Lord. Lakini vitu ya miguu miwili kama kuku, pata, ile njiwa, hiyo iko. Na njiwa moja unaweza uza ngapi? Unaweza uza pesa inatosha ufike Mombasa nayo. Haiwezi. Yaani kitu ya maridadi, hata inakula tu na ishipi, hainenepi, iko tu. Yaani umefuga kama maridadi, hiyo shetani anakuachilia ufuge. Lakini vitu kubwa kama ng'ombe, farasi, praise the Lord, ngamia, unajua ngamia inauzwa pesa mingi, kama 1,300, kama gari. Ni kama gari dogo. Na kuna watu wako nazo kama 100 ama 1,000. Haleluya. Inua hivi mkono tusema, Bwana Yesu, vitu ambavyo sitaweza kuwa navyo kwa sababu ya laana na kwa sababu ya vile tuko, ninaomba uweze kunipatia, uweze kuniinua nazo katika jina la Yesu. Piga makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Sasa kweli unakuta ni hiyo vitu ya miguu miwili tu, vitu tu. Watu wako hapo, watu ni miguu miwili, si ndio? Hakuna kitu ya miguu miwili inayopita hiyo gate. Inua mikono, sema nina break hizo limit katika jina la Yesu. Unawezaje kuwa na kibali, Mungu aanze kukubariki na vitu ambavyo vinaonekana si vya kawaida? Hata katika maisha yako kuna mambo lazima ufanye. Kwa Kornelio alifanikiwa kupitia maombi, akafanikiwa kupitia kuogopa Mungu, akafanikiwa kupitia kwa kutoa kwake. Hata kutoa kwako inaweza kufanikisha ama ikuweke chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaongea na mtu mwingine, alikuwa anasema watu wengine wa dini zingine wanaamini sana kwa kutoa. Hawa watu hata ukienda kwa mwili anaamini katika injili ya kutoa. Hata anaweza kupatia kitu, hata akukopeshe. Na hata usiandike mahali chini, akwambie tu hii kitu ni ya 1,000,000, uniletee pesa tarehe fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata hii kuandikisha watu kwingi ni sisi. Maana imani yetu iko hivyo. Unaamini mtu atakulaghai. Sasa unaandika chini, ni shilingi 50 unaandika chini, hata kalamu inaweza isha. Watu wengine they are very free. Anakupatia na anajui vitu ni ya dunia, na ukienda nayo utamrudishia pesa zake, utamlipa pesa zake. So they believe in giving. Nilikuwa nawapea mfano siku ingine ya kwamba kulikuwa na Muhindi, Ahindu, wako na miungu yao, na katika hiyo miungu yao wanatoanga sadaka hata ya watoto wao, na hivi ndivyo wanatoa sadaka.
Ni mbaya, lakini hiyo ni dini yao. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akipata watoto, tuseme amepata twins, anachukua mmoja, anasema huyu ni wa miungu yetu. Anachukua yule mtoto, anamrusha kwa mto, anakufa, ati amepeana kwa miungu yake. Haleluya. Hiyo miungu yake, akienda kwa soko, akienda kwa kazi, anaanza kufanikiwa kupitia kwa ile sacrifice yake. Amesacrifice mtoto wake, amemtupa kwa mto, akasema amepeana kwa miungu. Sasa anaanza kufanikiwa kwa kazi zake. Lakini sisi Mungu asema tupeane watoto, anasema tupeane sacrifices zetu ambazo zimetakazika. Zile ambazo zimetakazika si za damu ya watu, sio sadaka za damu, ni sadaka zetu za sweat yetu, vitu vile umefanikiwa kupata kupitia kwa jasho lako. Ndio Mungu anakuambia umtolee na uitoe sacrificially, na ataanza kufanikisha kazi yako. Lakini hao kwa miungu yao wanatoa hata watoto wao, hata damu ya watu, ili miungu yao iweze kuwasikiza. Kwa hivyo mmoja akapata watoto wawili, walikuwa twins, na mmoja alikuwa amelemaa, mwingine alikuwa sawa. Ukimwangalia sura yake iko sawa, ako mzima, kila kiungo cha mwili wake kiko sawa, na mwingine amelemaa. Ezra, kama ulikuwa unapeana mmoja kwa miungu yako, praise the Lord, wewe utachagua nani upeane? Na hivyo ndivyo Wakristo tuko. Yule amelemaa, hata utasema hata wewe hata atanisaidia nini sana, hakuna kitu kubwa atanisaidia. Sasa wacha nishike huyu amelemaa, nimrushe kwa mto, miungu yangu ifanye nini? Inisikie na inifanikishe. Lakini yule Muhindi alichagua yule mtoto mzuri, mpaka watu wakakuja wakamuuliza, na wewe umepata watoto wawili na mmoja inafaa umpeane, na ni kumpeana akufe kwa maji kwa sababu ya miungu yako. Kwa sababu gani unachagua huyo ako mzima, ako na miguu yote, ako na mikono yote, ati ndio nataka kurusha kwa mto akuwe sacrifice wa miungu? Yule mwingine akasema, siwezi nikapatia Mungu wangu kile ambacho sio kizuri hata kwa macho yangu. Kwa hivyo lazima nichukue huyu mtoto mzuri, huyu ndiye nitatoa kwa miungu yangu, kwa sababu miungu yangu haikubali kitu kibaya. Huyo mtu akashangaa, au watu wakashangaa sana, wakasema hiyo ni kitu hatujawahi jua. Sisi kwa Mungu wetu ile kitu tunampatia ni ile kitu umechoka nacho. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ninaonanga watu hata kwa kanisa, anaenda hata kwa nyumba yake, hata ile sofa yake ile imezeeka, ile haitaji tena, ile hata wageni wake hawezi kuja wakakalia, anakuja kwa pastor, anamwambia pastor, kuna viti iko kwangu, na hiyo viti choose to me, ningependa siingie kwa kanisa, sinaweza saidia kwa kanisa. Unapatia Mungu ile kitu ambacho wewe mwenyewe hauhitaji. Hiyo sadaka iko sawa ama imelemaa? Sio, ni sadaka mgonjwa. Hata wale Walawi waliambia Waisraeli, unapoenda kutolea Mungu usimtolee ile imekonda ama ni mgonjwa, umtolee ile imenenepa vizuri, ile iko sawa. Ndio Mungu anaanza kukubariki, anaanza kupea neema. Wakristo wengi hawana kibali katika maisha, kwa sababu hata kwa matoleo yao they give the worst gifts to God.
Yaani unampea Mungu ile kitu kibaya. Praise the Lord. Hata kama ni kuchengea Mungu, unataka umchengee na ile miti mbaya ile umetoa tu mahali ukalete, sasa unaweka tu ni kama ni dhambi inside. Ambia mwenzako kwa Mungu si dhambi inside. Mwambie kwa sauti, kwa Mungu si dhambi inside. Atile kitu umekataa ndio namletea. Hapana. Mungu unampatia the choice, ile the best, ile kitu ambacho hata wewe ukitoa ukiona inaenda hivi, unasikia kweli hii kitu ine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Piga amina kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Bwana Yesu shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Hata mdomo wako ukiwa penye mpira inachezwa, mdomo iko hivi. Hata unasi watu juu na siku nini. Lakini ukiwa kwa nyumba ya Bwana umekula ngwashe. Yaani unataka kuongea, hata kuimba unataka kuimba tu hivi. Hiyo ni sadaka mzuri ama baya? Sasa ukiimba hivi mbele za Mungu, hivyo ndivyo anakubariki kidogo hivyo. Anakunyang'anya neema. Lakini mtu anafunguka kabisa, anainua mikono, anatiririsha machozi mbele ya Bwana. Anasema, Bwana ninakuabudu, ninakusifu. Huyo mtu anapata kibali mbele za Bwana. Inua mikono, sema, Bwana nahitaji kibali katika jina lako. Ninahitaji kibali kwa jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo lazima tujue ni vitu gani tunaweza peana kwa Mungu ili atubariki na atupatie kibali. Siku moja kuna mwanamke alienda kwa Yesu, na Yesu alikuwa kwa nyumba ya mwanafunzi wake. Huyu mwanamke alikuwa ni mtu si mzuri kwa macho ya kawaida. Kwa maisha ya kikawaida alikuwa ni mtu alikuwa anaitwa kahaba. Amen. Lakini akaenda kwa Yesu pale, alikuwa ameketi kwa nyumba. Akaenda straight mpaka kwa Yesu. Akafungua chupa ya mafuta. Hiyo chupa ya mafuta Biblia inasema bei yake. Haleluya. Bei ya. Unajua kuna vitu hii dunia very expensive. Sasa hiyo perfume ilikuwa very expensive. Yaani hata kufungua ufungui hivi, unafunja chupa. Na ukifunja tu ile chupa, ile perfume inatoka ndani, ile manukato inatoka ndani. Hii village yote wananusia. Wanasikia ni kama roses na zinanukia. Biblia inasema bei ya hiyo mafuta ilikuwa ni mshahara unaweza lipa mtu mwaka mzima. A whole year's wages and salaries. Yaani kama kusema upate mshahara wako wa mwaka mzima ulete kwa Mungu kama sadaka. Hiyo ndio huyo mama alifanya. Alinunua perfume ilikuwa very expensive. Akaifunja kwa miguu ya Yesu, akaikata. Maana hiyo manukato ni ya kukata, si ya kufungua tena ufunge. Ukishakata ni hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akakaa pale kwa miguu ya Yesu, analia, anatoa machozi. Alafu anachukua nywele yake, lazima ilikuwa nywele mrefu, anapangusia Yesu miguu. Ile machozi imeingia pale,
anapangusa na nywele yake, alafu ile mafuta akafunja ile chupa akampaka Yesu kwenye miguu. Ilikuwa ni ya gharama kubwa sana. Inua ile mikono yote miwili, sema Bwana Yesu, saidia maisha yangu niwe mtu wa kulipa gharama, hata kwa kukutumikia niwe mtu wa kulipa gharama, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Inuka kwa miguu, sema Yesu, saidia maisha yangu niwe mtu wa kulipa gharama katika kukutumikia, kwa jina la Yesu. Inua tena mikono, sema Bwana Yesu, nisaidie nilipe gharama, tena sio gharama kidogo, gharama inayogusa moyo wako, katika jina la Yesu. Piga makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Akapeana mpaka watu wakakomplain. Watu walikuwa hapo kando wakasema, hizi ni pesa mingi sana, hii mafuta ingeuzwa hata na shile ingeuziwa nani, yeye aje kujipaka. Ile ndio watu wanadharau wahubiri. Haleluya. Badala hii nipeleke kwa mhubiri, si nipeleke tu hata niende invest mahali. Huyo wakuziwa angekuwa nani? Na Yesu yeye ametumia. Praise the Lord. Wakasema hii perfume ingeuzwa pesa mingi sana, alafu pesa igawiwe nani? Maskini. Unaona vile tunadaiwa vitu. Watu wangekuwa wamejitolea kama huyo mama, hata kwa kanisa tungekuwa na the best things in the church. Hata chini kwa floor ya church, hata tungeweka tiles za kawaida, tungenunua gold tuweke mahali. Haleluya. Inua mikono, sema Bwana tupatie ufunuo katika jina la Yesu. Na siku hiyo utaweka gold kwenye nyumba ya Bwana, atahakikisha utakuwa unatembea juu ya gold, utakuwa unakanyaga gold. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo mama, Yesu akaambia wale watu walikuwa pale, hata mwenye nyumba akamwambia, nimekuwa hapa kwa nyumba yako, hata maji ya kuoga miguu hujanipatia. Lakini huyo mama tangu aingie, achawacha kutoa machozi na kupangusa miguu yangu kwa nywele yake. Na pia amefunja ile chupa ya mafuta, ameitoa kama dhabihu mbele zangu. Kwa anatajwa. Hiyo ni kibali. Mungu anaweza kupea kibali katika hii town. Uko unatajika, watu wakujue, jina lako likuwe kubwa. Utapata hicho kibali, lazima ulipie gharama. Mungu anaweza kupea kibali kwa kazi yako. Kila mahali unaenda unasikia fulani ndiye anafaa fanya hii kazi. Mbona umekaa chini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu hauna kibali. Amen. Praise the Lord. Ungekuwa nao tungekuwa tunakusikia mbali. Amen. Sasa umechoka. Na kwingine unaweza simama, hata ukisimama na vidole ili hata 2 hours. Praise the Lord. Lakini kanisa wachofu, kanisa hata leo sisikii kwenda. Sijui kama iko aje, nitakuwa namna gani. Unafika tu kanisa unasikia kama answers inainuka, unatoka nje, unarudi. Praise the Lord. Inua mikono, sema Bwana Yesu, nipatie nguvu ya kukutumikia kwa kulipa gharama kwa jina la Yesu. Bwana nipe nguvu ya kukutumikia kwa kulipa gharama katika jina la Yesu. Ninakataa maisha
ya kukosa kibali katika maisha yangu. Ninakataa kukosa kibali kwa maisha yangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Ungejua jinsi ya kutumikia Mungu, watu wajue jinsi ya kusafu Mungu na kujitolea kwake, hata hii uwanja itakuwa airstrip. Utastukia hata mandege zinakuja hapo, magari zile kubwa kubwa zinakuja. Praise the Lord. Amen. Watu wale wakubwa wanakuja, maana wanasikia kuna mahali ambapo Mungu anaitwa na anaitika. Lakini sio hivyo, sio kutotoa gharama, sio kukaa tu lezi, hata kuimba naimba tu ni kama unataka, ni kama utaki. Ile iwezi attract watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wale wameenda zile disco za dunia, wale watu walikuwa wanaitwa sini kanda pongomana ama nani, anaimba, akiingia kwa stage anaimba, anacheza, amepiga practice ya kutosha, mpaka watu wanasumbuka, wanakuja kuangalia ni nini imefanyika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi naimba tu ni wewe, oh ni wewe. Hata unatoa toni ile mbaya, yaani hata sauti, you are not even careful how it is coming out. Una expect to attract watu kupitia hiyo. Lazima ukuwe na passion. Hata kwa kuhubiri lazima ukuwe na passion. Unahubiri, unaweka nguvu, unaalika watu, unawaambia kuja tumuone Yesu. Hivyo Mungu atakupatia kibali. Inua mikono, sema Bwana Yesu, nahitaji kibali katika jina la Yesu. Bwana, nahitaji neema katika jina lako. Wema na fadhili zako siweze kuwa kwa maisha yangu. Ninahitaji neema kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri, maana atakupatia kibali. Oh yes, Lord, we worship you. Bwana Yesu asifiwe. Jana kuna jamaa aliniambia ametembea kutoka Retain mpaka kule karibu Nyamira town, kilomita 47. Nikamuuliza kwa sababu gani, mbona unatembea hiyo na magari iko? Akasema ni fun. Praise the Lord. Unajua Retain mpaka huko Nyamira huko ni mbali. Namuuliza kwa nini hiyo ni fun? We do it for fun. Na nikamuuliza utalala, akasema tena vizuri sana. Asimu wewe unaishi kule Toto na kanisa ni hapa, umekosa pesa ya bike, utasema tu siendi. Kwa sababu gani? Nimekosa pesa ya bike. Na kuna siku niliona kama nalita watu huko juu Toto, uende juu karibu huko Iwasomiro huko, unakuta mtu hapo hapo ni wa milimani. Umefika aje hapa? Hapa nimekanyaga tu, nilikuwa hapa nikafuka, nimekuja. Ufanye nini? Gavana nipe hata 200 niende kukula leo jioni. Ametembea mwendo mrefu. Lakini ikiwa ni kazi ya Mungu iko pale, hautaki kuchoka kwa sababu ya kazi ya Mungu, hauta-attract kibali, utakuwa nakosa kibali. Praise the Lord. Hallelujah. Fundi ukiwa kwa nyumba ya Bwana na uombe na ujitolee hii siku, sema hii siku ya Bwana. Ujitolee mwanga, useme Bwana Yesu nibariki. Hii wiki yote utakuta tu watu wanakupea kazi. Hata si kazi ya kuchoka. Hata mtu anakuambia
nataka unifunikie mawe peke yake moja na uende nyumbani na nikulipe pesa yako yote uende. Hiyo ni kibali. Praise the Lord. Lakini ukikataa Mungu, utakuwa unapepa mawe ile ya 9 unasikia ni kama ni ya 18, kama kuna ya 18. Yaani unapepa kitu siku mzima unasikia kama umelemewa. Alafu baadaye hata unaambiwa enda nyumbani hata hakuna pesa. ATM ilikuwa mama ilimezwa. Si ATM kukua ama kumezwa, ni wewe hauna kibali. Praise the Lord. Uchawiona hata mtu anakufanyia hata kazi, siku ile yeye ndiye amekufanyia kazi, hata pesa upati hata ya kumpea. Unakosa tu kwa sababu hana kibali. Yaani hakuna kisilani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu anaingia hata unaweza mpea lift kwa gari yako inapata panja. Na ijawahi pata panja hata mwaka mzima. Huyo ni mtu amekosa kibali. Ama anakomboa nyumba kwako na inachomeka hiyo plot inachomeka hiyo wiki. Ana kibali, akona roho ya Kiislamu, akona maroho inamfuata. Amelaaniwa kama Kaini. Mungu aliambia Kaini, popote unaenda utakuwa umepigwa muhuri. Siwe. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi, maana lazima atakupatia kibali katika maisha yako. Na kuna mwingine amebarikiwa kama Yusufu. Alipokuwa kwa nyumba ya Potifa, akigusa kila kitu, Potifa anafanikiwa. Kila kitu. Inua mikono, sema Bwana Yesu, mikono yangu ninaomba ibarikiwe. Nikigusa vitu siwe sinabarikiwa na sifanikiwe katika jina la Yesu. Nifanikishe Bwana kwa jina la Yesu. Haleluya. Mimi nataka mikono kama ya Yusufu iliyobarikiwa. Akiwa kwa nyumba ya Potifa alikuwa amefanikisha ile nyumba ya Potifa. Haleluya. Praise the Lord. Injili unaenda unaweka msingi kwa poma ya mtu. Ukiweka tu hiyo msingi, huyo mtu anafanikiwa mpaka anajenga magorofa. Au jui mali inatoka wapi? Kwa sababu mikono yako imebarikiwa. Lakini ikikosa kibali, unaweka mawe mbili, hata hiyo unaweka inakaa mpaka inapomoka, mpaka avocado inamea ndani ya nyumba, ina grow mpaka sio ile ya grape, ile avocado ya kienyeji inaanguka hapo, inakuwa mpaka inakuwa kubwa, inaiva, watu wanaanza kufuna ndani ya nyumba. Wangapi wanaamini kitu tunawafundisha? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono, sema Bwana Yesu, nahitaji kibali kwenye mikono yangu. Lete baraka kwa vitu ambavyo naguza, nisije nikalemewa kwa jina la Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Kuna mikono iko na kisirani. Amen. Hata unaandikwa kwa hoteli, unashika tu ile kikombe smart na mtu anakuja mheshimiwa. Ile kikombe kama ya gold, ukishika tu hivi inatetemeka, ni kama uko na kifava. Chai inamwagikia hapa hivi, inamchoma kila mahali na kikombe inavunjika, unavutwa siku hiyo, maana uko na kisilani. Inua mikono, sema Bwana Yesu, ninakataa kisilani. Unaanza kusema ati ni bahati mbaya. Si bahati mbaya. Mbona ichawahi vunjika? Mbona inafunjika na inachoma mkubwa customer? Yesu aliambia watu story moja. Hiyo ni story ilifanyika. Haleluya. Wakati wa kitambo, kama watu wako kwa boma moja ni mandugu, na yule mkubwa akufe,
Yule anayefuata huyu mwingine ana inherit ile jamii ya huyu mkubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jali kama kuna mtu fulani ameoa, alafu kwa bahati mbaya amekufa, kama kuna ndugu mwingine alikuwa anamfuata, huyo ndiye anachukua yule mke wake, ana inherit. Sasa Yesu akaambia watu hii story. Akawaambia kuna boma moja ilikuwa na ndugu 7. Walikuwa 7 ama 5? 7. Sijui kama mmesoma hiyo maandiko. Sasa yule ndugu wa kwanza akaoa na akakufa, hakuwa na mtoto. Yule mama akaenda akaolewa na wa pili. Wakaishi hawakupata mtoto. Yule ndugu mwingine tena akakufa. Na huyu dada yeye akufi useme kama ilikuwa HIV ama nini, kama ilikuanga. Sasa hata yangekufa, lakini akufi. Wawili wamekufa, akaenda akaolewa na watatu. Wakakaa. Yule watatu tena akafanya nini? Akakufa. Uliza mwenzako hiyo ni nini? Akaolewa na 4. Ikaenda mpaka wa 7, mpaka wale ndugu wote wakaisha, hakuna mwingine sasa wa kumuoa. Wote ameishi nao wamekufa. Baadaye sasa akishamaliza assignment, hata yeye mwenyewe ndio watu walikuwa nauliza siku ya kufufuliwa huyu mke atakuwa mke wa nani? Lakini haikuwa ni story nataka kuongea hapa. Story nilikuwa nataka kuongea ni kwamba huyu mama alikuwa na kitu fulani, au ndio baadaye anakufa. Hapo kuna kitu aingiani vizuri. Inua ile mikono yote miwili, sema Bwana Yesu, kila kisilani katika maisha yangu ninaikataa katika jina la Yesu. Inua tena mikono, sema haleluya. Kisilani katika hata in the Old Testament kulikuwa na mtu alikuwa pia ameoa ajazaa. Yule mke akaolewa na ndugu yake, pia hakuweza kuzaa. Yule baba yake akaona anataka kuja kuolewa na ndugu yake mwingine mdogo, akasema hapana, akamdanganyilia hivi, akamwambia enda tu kwenu, huyu mtoto akikuwa mtu mzima nitakuita akuoe. Lakini ilikuwa njia ya kuepa, maana aliona hapa kuna kitu haiwaki vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata iko siku nilikuwa pale kwa stage na nikaona Nissan moja watu wanaepa. Imekuja zingine zinakuja laini, zinaingia watu, inajaa, Sasa moja ilipokuja na dereva kweli niliona kuna machela na ameumia mguu. Sasa watu wanasema tuingie hiyo gari. Baadaye nikauliza kwa nini? Wakasema hii gari imefanya accident kama mara 7 na huyu driver. Sasa hatujui kama tukiingia probability ya hii gari kwenda kufanya accident iko juu sana. Yaani mpaka watu wanajua huyu kuniangusha ndaka yoyote. Hata watu wa Duthi kuna yule unasema huyu siwezi fika haraka penye naye, ninaweza kufa dakika yoyote. Inua mikono, sema Bwana Yesu, hiyo kisilani ninaiondoa katika maisha yangu na ninaitisha kibali kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Na huyo mtu anaweza ondoa kisilani, anaweza enda kwa madhabahu
na atoe dhabihu yake pale, itamwondolea kisilani. Haitatoka kule, maana ndio ikuje kwa maisha yako. Lazima kuna watu walilipa gharama fulani. Sasa lazima ulipe gharama fulani ndio iondoke kwa maisha yako. Inua mikono, sema Bwana Yesu, inahitaji ufunuo jinsi ya kufanya kuniondolea kisilani katika maisha yangu. Bwana Yesu, nisaidie kwa kila jambo ninalolifanya, niwe na wisdom ya kuondoa kisilani katika jina la Yesu. Haleluya. Wangapi wanasoma kitu? Kama unasoma kitu, na pia kama usomi unaweza weka mkono chini. Kama unasoma kitu, inua mkono juu. Haleluya. Praise the Lord. Jambo lazima uanalyze maisha yako. Uangalie maisha yako inaenda namna gani? Ni nini inanisumbua? Nini ndio inanikula? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unastadi na hivi vitu za zingine, shetani za zingine anapenda kufuata lineage. Jana anapenda kufuata damu. Kwa damu yenu anaweza fuata kitu fulani. Ndio naweza enda kwa poma fulani upata watu wote ni watu wa midomo iko hivi, anatema mate tu. Makamasi natoka hapo. Ama wako na chigas. Kila mtu imemkula ikakula mpaka kwa mikono. Hata akioga namna gani, hata akiwa msafi namna gani, unakuta amekuliwa chigas kila mahali. Maana kuna lineage, kuna kitu fulani inafuata hiyo lineage. Labda ni laana ya poverty inafuata hiyo lineage. Hapo naenda unachukua loan, unaweka biashara, unarembesha biashara yako, baada ya muda mfupi biashara ndio inaanguka. Inua mikono, sema Bwana Yesu, ninakataa kisilani inayoniangushia vitu, inayoniangushia biashara katika jina la Yesu. Sema o Bwana, kila kisilani inayokuja maishani kunitatiza na kuniangushia vitu, ninaikataa leo katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus, we worship you. We give you the glory. Lazima uchange legacy yako. Unaweza badilisha your life ukiitisha kibali katika maisha yako. Ukilete kibali kwenye maisha yako, Mungu atakupigania. Hata kwa kanisa kuna kibali tunaweza attract. Watu pale kwa kanisa wakijitolea na wajue jinsi ya kumtumikia Bwana kwa nguvu zao na kusacrifice, hata jina la kanisa litatachika kila mahali na kila sehemu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We can attract the best people if we are given. Kama mikono yetu tutaiweka mikononi mwa Bwana, tuanze kutumikia Mungu na mikono yetu na jasho letu lianze kutumika katika hii nyumba ya Bwana, hata kanisa yenyewe itafanikiwa. Mungu ataanza kuleta wale watu wazuri, ataanza kuleta watu wamejitolea, ataanza kuleta watu wako na vipawa, wako na talent kwa jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Lakini kama sisi sio watu tunaogopa Mungu na tunamtolea Mungu vipawa vizuri na tunaomba bila kukoma, na nimewaambia kuomba lazima ni kitu strategic. Unaenda mahali pa kuomba na unachukua muda. Ni zako Yahweh, ni zako ziyeshindwa,
zako alikuwa ni kahaba, alikuja na dhabihu kubwa kwa Yesu, kwa miguu ya Yesu, jina lake likatakazwa. Yesu akasema sasa popote injili itakuwa inahubiriwa atakuwa anatajwa yule mama. Inua mikono, sema Bwana Yesu, jina langu liweze kutakazwa. Mungu akupe neema, akupe kibali, upendeke. Praise the Lord. Inua mikono, sema Bwana Yesu, ninahitaji roho hata ya kupendeka, ya kuwa accepted, ya kuwa appreciated katika jina la Yesu. Haleluya. Hata ukienda hata kwa kikao, hata kwa chama, mpaka umalize, ni roho ya kufanya watu wanakuwa wanarepair. Haleluya. Praise the Lord. Inua mikono, sema Bwana Yesu, nahitaji kibali katika maisha yangu. Na ndio kwenda kibali, lazima unalipa gharama, unatoa dhabihu mbele za Bwana. Enda uone wale watu wameacha kazi ya Mungu, wameachilia Mungu, uone vile wanapigika na kukataliwa na kukosa kibali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali hapa kwa nyumba ya Bwana unaweza pata watu wanakutolerate, wanakupenda, wanakusalimia vizuri. Ukiacha Mungu pale nje unakuta mambo si mazuri, watu wanakukataa, watu wanakulemea, unaanza kuwa outcast. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema popote injili njema itakuwa inahubiriwa, huyu atakuwa anatajika. Kwa sababu gani? Alipata kibali. Hakuna kitu utafanya kwa nyumba ya Bwana na ukose kibali. Hakuna. Praise the Lord. Hakuna. Lazima utapata kibali, utafanikiwa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikuwa mahali, nilikuwa na safiri na tulikuwa na mtu hapo, tulipatana tukajuana, ni relative hivi. Sasa tumesimamisha magari, ingine napita, ingine naenda, tukasimamisha ingine, ilikuwa probox hapa nyuma, haina viti, lakini yule akasimamisha, akasema sasa ingia tuwe, na nilikuwa na suti na tai. Nikamwambia ukasema yangu, sasa Mungu wetu si ni Mungu wa kibali, mbona tuingie kwa gari tukalie mabati? Na hizi gari zote zile mzuri ni Mungu amelete, ni za Mungu zote. Nikamwambia mimi siingii, nikamwambia shuka, tutapata gari yetu mzuri. Haleluya. Baada ya dakika tatu, bishop mwingine alikuwa anatoka Bungoma na gari mzuri inaitwa CRV 8. Nikafanya hivi mkono na suti yangu. Unajua nikiwa na suti utafikiria ni detective. Watu wanasema huyu ni CID ama ni nani? Ama ni mkubwa wa serikali mahali. Sasa akasimamisha gari. Aliposimamisha kuingia kwa gari, nikasema hii kwani ni ndege ama ni gari? Nikamwambia yenyewe gari yako ni smart. Praise the Lord. Yule kazi yangu hapo ameng'ara sana, ni mtu wa jua kali. Alipoingia karibu ashuke, unajua unaingia mahali mpaka unasema nitachagua gari ya wenyewe. Praise the Lord. Karibu aitishe kama kuna puta aingie kwa pu. Nikamwambia hapana, hii ni kibali cha Bwana. Tukaingia kwa hiyo gari. Ikaenda. Yule kazi yangu wakati wa kushuka kwa ile haiko anasema, Bishop, nataka nikununulie chai. Bishop anunulie chai kadogo. Hiyo gari yote. Bishop akamwambia ndio ununulie mama nyama ama kwota. Nimekusaidia hiyo safari yote. Nikafika nikashuka. Yule kazi yangu akanipigia akaniambia, tumepepwa na gari nzuri hivi na hatujalipa. Mfano tu
Kuna vitu mingi Mungu atakufanyia katika maisha yako. Hata atakuchaguza hata mtu hapa London ameitwa Marekani, anaenda kuishi miaka yake yote huko na ako na nyumba bungalow. Lucy atakuita kwambie, wewe na jamii yako nataka mtu wa kukaa tu nyumba, akalishe nyumba. Uishi kwa 4 bedroom, nyumba mzuri, iko na kila kitu na maji, kwa tabu iko na hot shower na ulipi rent. Kwa sababu Mungu ameenda akamgusa akamwambia tafuta mtu wa kukalisha nyumba yako. Sasa akienda kutafuta mtu anakupata. Huo nakuwa na hicho kibali. Inua mikono sema ninaita hicho kibali. Katika maisha yangu ninanena hicho kibali juu ya maisha yangu. Lakini haikuji bure. Watu wakiongea mambo mazuri hawatataja jina lako bure. Lazima uwe mtu umejitolea. Hata sadaka zako unatoa sadaka kwa usafi na roho safi, na unatoa sadaka iliyo njema, utapata kibali. Haleluya. Sio bure hivyo ati sasa itakuja namna gani? Kama ni msichana anataka kuolewa, unatoa sadaka vizuri mbele za Bwana. Unatumikia Mungu kwa nguvu zako zote. Mungu ataenda ingie kwa roho ya mtu mmoja mkubwa, labda ni pilot, kama ni daktari. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wasichana mnapenda madaktari ama maloya ama watu wa jua kali ama watu wa nduthi ama watu wa kitu fulani. Yule unapenda kwa moyo wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Maana unaweza rasimishia mtu yeye anapenda mtu wa kulima kibarua labda, si ndio? Huyo ndiye Mungu atakupatia. Sasa Mungu ataenda ingie kwake, amzungumzie, amnenee mazuri, amwambie kuna msichana fulani mahali anaitwa Damaris, ako pale, huyo ndiye nataka umuoe, na unapata bwana mzuri, anakutengenezea, hata anakusaidia kupika kwa jikoni. Praise the Lord. Si kuna watu kama hao? Niliona mwingine anasaidia mke wake kupika, lakini nikakuwa na kaswali. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niliangalia huyo mama nikaona mbona kuna ringo hapa na huyu anakaa kichana kadogo, nikasema hapana. Hapa kuna kitu iko wrong. Praise the Lord. Hiyo neema iko kwa kijana, mbona iko kwa mama amezeeka sana? Haleluya. Ile nilikuwa nasema Bwana Yesu, niondolee hiyo kisilani. Lazima ndoa yangu ikuwe safi na ikuwe mzuri na ikuwe na make sense katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Usiende kuleta mzee mpaka anatembea na mkongocho hivi. Atunasema sasa Bwana amenibariki. Hapana, akubariki na mtu strong. Mtu ako na nguvu. Ama kijana anaenda kuleta achuza. Achuza ni kamama kazee. Mzee ajabu ndiye anaitwa achuza. Sasa unasema ati Mungu amenizungumzia, amenibariki na huyu. Na kamama ni kale kameenda hivi kanaangalia chini. Unajua mtu akianza kuangalia chini, ainuki tena, naenda chini mpaka nai. Praise the Lord. Lazima Mungu akupatie vitu vizuri. Lakini usipotumikia Mungu, haleluya, utapata mzee kwa nyumba itakuwa taekwondo kila siku. Jani karatina, rushwa, makofi, makonde kila siku. Asubuhi maji ya chai lazima kwanza mwagiwe kidogo, maji moto. Ile ya ugali lazima urusharushe kwa ugali kidogo. Kila asubuhi unaamka na mastika hapa na hapa. Watu wanakuuliza nini mbaya? Ati ni mlango tu ile niko. Mlango ilikuchache mpaka hapa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Inua hivi mikono, sema Bwana Yesu, saidia maisha yangu. Nibariki Bwana. Kila kitu nafanya
kiwe na kibali kwa jina la Yesu. Nisaidie kibali katika maisha yangu, nipate mambo mazuri, nifanikiwe kimaisha katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Ama kijana unaoa bibi anakukwala hapa mgongo kama paka. Kuna mzee alikuwa anakuja ananionyesha ona. Namuuliza ni nini, kwani ulichoma choma? Ati makucha amefunga, ananikwala mpaka nasikia sasa maisha imekuwa mbaya. Hiyo ni kukosa kibali. Yaani hauna amani, uko na ufungwa wa miaka yote. Wewe katika maisha yako umefungwa tu. Umelemewa na maisha. Inua mikono, sema sitalemewa. Kwa jina la Yesu. Mimi nitabarikiwa. Kwa jina la Yesu. Mimi ni mbarikiwa. Simama kwa miguu, sema Bwana Yesu, ninakataa kulemewa. Ninakataa kufindwa na kugandamizwa. Nakataa kufinyiliwa katika maisha yangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama wasanda wabaki. Holy Babu Sakatari. Mungu akubariki hata na kazi yako njema. Uwe na kitu nafanya katika maisha yako ili uweze kuwa na ile kibali na maisha ambayo ni ya kutamanika. Hallelujah. Praise the Lord. Usiwe na maisha ya kwenda kubahatisha. Hallelujah. Praise the Lord. Usiwe kama wale wafanyikazi wanasema tunaenda soko. Yaani yeye ni mfanyikazi anasema naenda soko nione kama nitanunuliwa. Unabahatisha. Sasa zingine unakaa hapo mpaka chuo inakupiga, inakunyorosha, unachoka na unarudi nyumbani hauna kazi. Inua mikono, sema nakataa hiyo maisha ya kulemewa na kufinyiliwa. Nakataa hiyo maisha ya kufinyiliwa katika jina la Yesu. Sema mimi ni mbarikiwa kwa jina la Yesu. Sema nitafanikiwa katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Lazima ubarikiwe. Hata kama ukwenda class 1, naomba Mungu akupatie kibali hata na kitu cha kufanya mzuri. Mpaka watu wakikuangalia wanasema huyu ofisa ametokea wapi? Praise the Lord. Mpaka unatembea na secretary, unaandika secretary. Kama uchini kuandika vizuri, unaandika secretary anakuwa na wewe. Unaambia watu mimi sifunzi. Hallelujah. Praise the Lord. Kuna tajiri mmoja niliona mahali tulikutana. Akona mapesa iko hapa kila mahali. Akaniambia mhubiri, shika hii na wewe ukule kitu. Alafu anaambia mtu wako anatembea na yeye, andika namba ya mhubiri, maana achia atakuandika hata namba, lakini amebarikiwa. Inua mikono, sema nitabarikiwa katika jina la Yesu. Sema mimi ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Sema nitainuliwa nami nitakuwa na kibali katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Better way in my life, I have found a better way since I left Satan away. I have found a better way in my life. I have found a better way since I left Satan away. I have found a better way in my life. For the remaining
way, since I live Savannah way, I have found a better way in my life. I have found a better way since I live Savannah way. I have found a better way in my life. I have found a better way since I live Savannah way. I have found a better way in my life. I have found a better way since I live Savannah way. I have found a better way in my life. Praise be the name of the Lord. Lazima tutumikie Mungu na tujitolee kwa nguvu. Praise the Lord. Tutengeneze nyumba ya Bwana. Hapa mahali tuunde vizuri. Hata kama hatujafikia pale pa kumalizia. Kwa muda wako unakuja hata unapangusa vizuri, unatengeneza vizuri. Kukiwa na kitu unaweza tandaza nayo vizuri. Ukienda ukiona kapeti mzuri pale, hata kama ni kadogo, unakuja unaweka hapa mahali pako padogo. Hallelujah. Praise the Lord. Tukiwachia nyumba ya Bwana hivi ni kusema we don't care. Let it be the way it is. Na ndiposa Mungu atatupea baraka na kibali katika maisha yetu. Ndio sababu we suffer rejection. But when you serve God, unafanya vitu kwa nyumba ya Bwana. Hata pale mahali watu wanaenda washrooms, unatengeneza vizuri, hata unaweka tiles, unaweka chini floor, wanakanyaga vizuri, unapuliza perfume vizuri, inaoshwa vizuri. Mungu akiwa juu anaangalia, anasema hawa watu wamenipenda na wamependa kazi yangu, wacha niwapatie kibali. Kibali haiwezi kuja tu hivyo, lazima ufanye kitu kwa nyumba ya Bwana. Hallelujah. You have to do something. Masaa ya maombi watu wanakuwa hapa, wanaomba Mungu, wanamulilia Mungu, wanasema Bwana tusaidie, Bwana lete revival, lete mambo mazuri katika maisha yetu. Hiyo inalete kibali katika maisha yako. Lakini ukikanyaga blanketi, unaamka, unalala kama wazimu. Unaamka saa 3, saa 4. Kibali itatoka wapi? Unajua wazimu ndio maana anaweza lala hata late. Anaweza amka hata saa 7 ya mchana. Na hana shida. Lakini mtu normal, you wake up early, you prepare early. Praise the Lord. Mtu normal hata simu yako fika mahali unazima, unaiwacha mahali hapo kwa siti, unaenda unalala. Praise the Lord. Wacha kufanya mpaka saa 10 asubuhi, ndio. Sasa unaamka hata saa 5 uko confused. Unatoka nje, jua ndio imekupiga uko confused. Umekuwa kwa TikTok usiku mzima. Sasa hata uwezi concentrate, you can't do anything. You need to relax and then start your day earlier. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kama ndio wadosi wengine hata wako na kadunda, hawana hii masimati. Ako na kadunda pale, naingiza pesa na pale anaweza pigia mtu simu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa na muda anapumzika. Akienda mbele za watu ako na value. Lakini wengine na smartphone kubwa, amevinya mpaka sasa hata kichwa yake imetembea tu TikTok. Sasa hauna value, umekunyang'anya value. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
Kijana kama we, TikTok ingia kama 1 hour peke yake in a day. Just 1 hour. Na ni wakati wa lunch time. Sasa umekula, umerelax, umewalk around, umepiga exercise. Sasa kama mahali kama 30 minutes, enda kwa internet. Hiyo muda mwingine fanya kazi mpaka jioni. Praise the Lord. Ikifika 5, hapo enda oga vizuri, nunua t-shirt kadhaa. Yaani ukioga leo unachange nguo hiyo siku nyingine, na ununue pasi unaipiga inakuwa choto. Yaani ukibadilisha mwili nasikia vizuri, inapumua vizuri. Alafu ikifika saa 2 hivi kuwa umekula 7 na si mingi. Usitwange ugali ni kama uko na kesi ya ugali. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaifinya unafakia mpaka watu wanasema kwani tuko dunia nyingine. Haleluya. Saa mbili hapo fundi umekula. Balanced diet, mboga ni mingi, proteins kiasi, na starch pia kiasi. Haleluya. Sio mboga kijiko moja ugali sahani mzima. Unatwango na meza ugali mara 3, mboga inafuata na kasuku na nusia. Sasa mwili yako itakuwa confused, haina lavage ya kufanya digestion vizuri. Sasa unaamka asubuhi unasikia tumbo ni kama kimawe. Ni kama ni mzigo mwingine iko kando. Sasa umeamka na tumbo ni kama inataka kupaka kwa kitanda. Yaani ukienda hata kazi, hata mdozi wako uko hivi tu, umejitenga. Praise the Lord. Akifanya mistake akustue kidogo, mambo itaharibika, maana tumbo iko vingine. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakula kama saa 2 umekula, walk around. Amen. Kama ni kwamba walk around, wale kama kuna mwizi amejificha mahali. Praise the Lord. Wazee waendani tu kulala na anatoka tu kwa sitting anaingia kwa kitanda hivi. Hapana, unaamka kwanza unapiga search hapo, unaangalia what is there, alafu unarudi unalala. Unakuwa na muda mzuri wa kulala kama 7 hours umepumzika. 7 hours kutoka saa 3. Hiyo kama 5 umeamka. 5 wacha kuamka kwenda oga uso, oga vizuri, jiweke vizuri, ingia kwa nyumba ya Bwana. Omba kama 1 hour. Na kuambia utabarikiwa. Hii maisha itakutii. Praise the Lord. Ingia kwa nyumba ya Bwana kama pale Rotian kuna kanisa kubwa iko hapo. Enda saa 11 umeoga, baada kabla masaa ya kazi fike, umeingia hapo umeomba, utaanza kuona vile utafanikiwa. Inua mikono, sema Bwana Yesu, bariki maisha yangu, saidia maisha yangu, niwe na kibali kwa jina la Yesu, niwe na kibali in the name of Jesus. Sema Bwana Yesu, ninaitisha kibali, naitisha neema kwa jina la Yesu. Wapi makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Sasa 6:30 hapo. Sasa umetokea kama ni kutafuta kazi, uko very fresh. Amen. Very fresh. Na breakfast pia unaunda kwako vizuri, unakunywa, unashiba. Wacha kwenda kwa kipanda. Unakula unahara siku mzima, hata kazi huwezi fanya. Maana hiyo chai sio wamepika na nini? Labda ni maziwa ya kondoo wametoa wakaweka hapo, na ni kadogo unakunywa chai mpaka hata unatapika. Jipikie kachai ya supi kwako, unakunywa, unamaliza, unatoka, ukienda kazi uko strong. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hata nunua ka lunch box, unaweka chakula yako hapo, mboga, kanyama hivi, kaugali. Alafu hiyo lunch box haipoeshi. Ukienda kazi hivi, ukienda lunch, watu wakienda kipandaski, wewe unaingia kwa lunch box yako, utakuwa very healthy. Ukirudi unakuwa uko sharp.
Kazi unafanya mpaka mdosi anasema ni promotie huyo mtu. Ako sawa. Ni wewe. Oh, ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Sema ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Sema ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Imani wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Imani wewe. Ni wewe Bwana. Bwana asifiwe. Alafu nakuwa na muda wako, you refresh. Your life itakuwa na meaning. Utakuwa na value. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tuliafia ameishi, hata akifika kazini kama ni hapa ofisi yake, anakaa kitu ya kwanza ni kuwekelea sweta kwa meza, analala. Anangorota asubuhi. Hata watu wengine sahi asubuhi kwa kanisa amefika tu na ameanza kulala. Sasa wewe huna value. You are not valuable even in the church. Imagine mtu sahi amelala, anakaa tu amechoka, amelemewa. Sasa hata hana value. Na kitu amefanya wiki yote hata hakuna. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wako fresh. Na hii wiki yote wameunda mamilioni. But they are very fresh. Amen. Bwana asifiwe. Sasa umekimbia hapa na pale, wiki yote imeisha, alafu kanisani uko tu hivi. Jana umechoka. Hata unasema pasta ni lini atatoka hapo? Jameni, ametuchosha. Kwani anafikiria anahubiria nani? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa hapa wazito walikuwa wanasema kwani pasta anatupia masaa 2-3. Kwa nini? Maana wamezoea starehe, wamezoea mambo yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nafikiria anatupilia nini? Sasa nimeitwa nihubiri playo. Hata Mungu alibariki na watu wao wembamba. Wako fresh. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wako fresh, unaweza endanisha. Sasa wamechoka tayari. Si maombi atakuja, si kazi ya Mungu atasupport, sio injili ataenda nje akusaidie kuhubiri, sio crusade atakusaidia aweke. Yaani sasa hii ni wanini? Amekuwa kama ile kuku niwaambie natembea kwa poma kama mwenye plot. Haitaki yai. Chakula inakula ikipitisha hivi na haiwezi hata igrow, hata ikue nyama uchinje. Inua mikono sema Bwana Yesu, nisaidie niwe wa faida katika jina la Yesu. Nisaidie niwe wa faida in the name of Jesus. Nisaidie Yesu katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Alafu internet ukiingia, ingia ikusaidie na kitu itakudevelop in life.
Ingia uapply kama kazi. Na usisema ati sijasoma sana nitapata kazi gani. Kuna kazi unaweza pata mzuri sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwani wale maaskari mausiesi na mausipidi walisoma mpaka wapi? Si form 4. Na wako kazi ile mzuri. Si ndio? Na kuna wengine hata hawakufika hiyo form 4. Haleluya. Praise the Lord. Na wako kazi mzuri. So don't misuse your internet, your phone, your time. Use your time properly. Angalia kutafuta opportunities. Hallelujah. Fundi unajua kuna reli itachengwa, itatolewa hapo msitu iende hivi. Na hiyo ni kazi, unaweza enda pale, upresent your papers, tusikie sasa umeandikwa kwa railway. Hallelujah. Unafikiri ukiandikwa kwa railway tutateseka hapa? Tutateseka? Hatuwezi teseka. Praise the Lord. Hata tutakuwa wa kwanza kusema hata pastor wetu anafaa kununuliwa brand na una kinyongo. Lakini sasa kama una kazi, wacha nitaje hapa nataka kununuliwa gari. Utanitukana matusi mpaka ile babu yako. Maana una kakitu mtu anakuchokoza na una pesa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hakuna kitu baya kama kuambia mtu ana pesa afanye kitu ya pesa. Mtakosana hata atakumoa meno. Lakini akiwa na pesa mtaenda mbali. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inua mikono sema Bwana Yesu, nipatie kibali katika maisha yangu. Nisije nikalemewa na maisha haya kwa jina la Yesu. Hallelujah. Wapi waimbaji? Nataka kumalizia hapo. Lakini kumbuka kibali cha Bwana. Kuna vitu utafanya upate kibali. Upate kibali. Na wewe Bwana, na mwingine kama wewe Bwana, hakuna nani kama wewe.